Pwani Habari ni channel yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Kaa nasi. Kwangu mimi haya ni mapenzi makubwa sana ambayo mmeonyesha kwa muda wote huu. Kwa hivyo naomba, sitaki tu niwashukuru kwa leo, lakini niwashukuru kwa miaka yote hii minne ambayo tumeitana hapa, na alhamdulillah mmekuwa mkiitikia kuonesha mapenzi yenu makubwa sana. Ndugu viongozi na sote tulioshiriki, bahati mbaya wakati wetu hauruhusu tukazungumza zaidi, na hatuna cha kuzungumza zaidi isipokuwa mimi langu ni kuwashukuru kwanza, kuwashukuru kwa kuendelea kuitikia wito huu. Siamini kwamba kuna mtu yote aliyokuja hapa kwa ajili ya chakula. Naamini mmekuja hapa kufuata hili la utukufu wa kuwa pamoja, ambao ni ada yetu na ndio lilosisitizwa katika mwezi hasa huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo mimi niwashukuru sana kwa hilo. Mmeniheshimisha, mmenipa zawadi kubwa sana. Moja tu ambalo ningesema kwamba Mwenyezi Mungu mwezi huu kama sote tunavyofahamu, kwa hakika katupa fadhila nyingi sana. Kaweka kama ni chuo cha mafunzo cha kipimo chetu sisi namna gani tunavyomwamini Mwenyezi Mungu, tunavyoamini uwepo wake na kutegemea malipo kutoka kwake, na pia kujikataza kwa yale aliyoyakataza kwa kutegemea pia fadhila kutoka kwake. Kwa sababu huu ndio mwezi ambao mtu uko peke yako na chako cha halali, au niseme mko peke yenu na vyenu vya halali na mnaviwacha kwa sababu tu Mwenyezi Mungu kataka msivile mchana. Hasa hiyo ni kiwango kikubwa kabisa. Umeacha lako la halali kwa sababu tu Mwenyezi Mungu anakuona, na Mwenyezi Mungu kakataza kwamba kwa kutimiza ibada hii basi usikitumie kwa wakati huo, na vingine huwa ni katika tunavyovipenda sana, lakini tunaviwacha kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Hii ni chuo kikubwa sana, na mimi niombe sasa kwamba basi tu Mwenyezi Mungu atujalie tuje tuyaishi maisha haya baada ya kumaliza mafunzo haya ya mwezi mmoja ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu kama tutayatumia bila shaka hatuna sababu ya kuharibikiwa katika nchi na hata sisi wenyewe. La pili, niwaombe sana kwamba tuutumie mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ambao Mwenyezi Mungu katupa fadhila kwamba dua zetu zinaitikiwa kwa haraka. Basi tuutumie kwamba tunakabiliwa huku tunakokwenda mwaka huu na uchaguzi. Si jambo la kusema kweli la kwamba leo tunasisitizana hili, kwa sababu uchaguzi ulitakiwa ni jambo dogo, kwa sababu ni jambo tu la kusema huyu tunamtaka atuongoze kwa muda huu, tena sio maisha wala milele, na huyu kwanza apumzike. Ni jambo dogo, lakini kwenye nchi yetu bahati mbaya limekuwa ni tatizo. Tumeona, na hili lazima tusisitizane, ingawa wengine tukisema haya wanaona kama tunawatonesha. Kwamba haya ni muhimu, kwa sababu tumepita juzi tu hapa 2020 katika hichi kisiwa cha Pemba watu 17 wameuliwa kwa sababu ya hili, na wengi hawakuwa wana siasa wala hawakuwa kwenye shughuli za kisiasa. Hawaliuliwa 17, si watu kidogo. 18 wameachwa na ulemavu wa kudumu, 39 yatima tulioachiwa, vizuka 14, na wengineo zaidi ya 1000 waliohujumiwa kwa sababu tu ya uchaguzi. Sasa tukitazama haya hayafanani na kwamba hawa ni watu walipita katika saumu, wakafunga, wakapata mafunzo ya Ramadhani. Sasa na huku tunakoelekea, nashukuru kwamba sasa wengi tunasema hili jambo la kwamba tuiombee amani nchi yetu, lakini bahati mbaya amani si kama kibati. Si kama ngoma ya kibati. Ngoma ya kibati inahitaji umalenga tu, na kujua matao ya kukicheza, basi kitakuwa tayari. Kisha kuwa
ishakuwa kibati, kitasimama. Lakini amani inataka uadilifu, amani inataka ukweli, inataka udhati, inataka kupendana, inataka kusimama katika haki. Sasa haya tuyaombee, kwa sababu bahati mbaya mnyonge hasababishi vurugu kwenye nchi, wala sio kuwa na nguvu. Anayesababisha vurugu kwenye nchi ni mwenye nguvu, ni mwenye mamlaka, na ndio uzoefu tuliopata. Kwa hivyo tuwaombee, tusiwakatie tamaa wale ambao bado Mwenyezi Mungu hajawanyoosha, wasitutie tena kwenye mitihani huko tunakoelekea mwaka huu katika uchaguzi wetu. Kwa hivyo inshallah, mimi naomba sana tuitumie Ramadhani hii, tuiombee nchi yetu, tuiombee na sisi wenyewe, kwa sababu ni mitihani inapita siku moja, mbili, tatu, lakini athari yake inakuwa ni kubwa, na athari zaidi ya kuvunja mshikamano na mlahaka baina ya watu, jambo ambalo si zuri katika maendeleo ya nchi. Kwa hivyo inshallah, mimi nimalizie kwa kuomba na kumuomba Mwenyezi Mungu atujalie kwamba saumu yetu tuweze kuikamilisha kwa salama, tuweze kuikamilisha na tupate fadhila za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na tuweze kukumbuka kusaidiana ili tushikamane mkono kwa ajili ya kusaidiana, tuweze kumaliza ibada hii tukufu kabisa kwa salama, na tukiwa ni wenye kupata fadhila za ibada hizo na amali zetu zote. Mwenyezi Mungu inshallah azitakabalie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asante. Kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.